Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile hatuna budi kutujalia afya njema, lakini kutujalia wazima. Siku ya leo taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ikiwa ni siku ya Jumatatu, na tangu kufika leo itakuwa ni siku yetu ya tatu kwa ya nne, tumepanga kwenda ziara ya Taif, na sasa hivi ndio naona mahujaji hao tayari wanakwenda kwenye mabasi ili kuelekea Taif. Miongoni mwa ziara muhimu sana ambazo Waislamu wanatakiwa kuzifahamu ni safari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni safari ya Taif. Katika historia ya Kiislamu, safari ya Taif inaitwa ni safari ya huzn, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitarajia katika ziara yake ya kuelekea Taif kwenda kupata faraja katika kueneza dini baada ya mitihani ambayo imemkuta kwa kufiwa na ammi yake Bwana Abu Talib, lakini vile vile na kufiwa kipenzi chake mkewe Bi Khadija binti Khuwailid. Lakini safari ilibadilika alipofika huko Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Taif hakumpokea, badala yake wakamfanyia vituko. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia hiyo sehemu ambayo Bwana Mtume alirembewa mawe, hapo sehemu Bwana Mtume alifika. Lakini vile vile katika mji wa Taif kuna historia nyingi. Miongoni mwa historia tunaenda kumkuta Abdullah bin Abbas, ambaye yeye anaitwa Hibrul Umma au Mufassirul Umma, ambaye yeye amezikwa huko Taif, na yeye ameipeleka dini Taif na kulingania kwa dua ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa jambo muhimu katika taasisi yetu ya Ahlus Sunna wal Jamaa sio tu kumpeleka mtu haji akahiji pengine na kufanya umra, la, bali kumhakikisha yale maeneo ya historia aliyokuwa akiyasoma tu katika vitabu nyumbani, akiyasikia katika maredio na ma-TV, anaenda kuyashuhudia live au anaenda kuyashuhudia kwa macho yake, na yeye kupata baraka katika sehemu zenye baraka, lakini na kuweza kuelewa na kuipata ile athari ya Uislamu halisi. Hii ndio malengo makubwa ya taasisi ya Ahlus Sunna, inakuhakikishia kwamba wewe utapata ziara muhimu zote, Taifu, Badri na nyinginezo zile muhimu za Uislamu zote utapata. Hivyo tunawaambia nyote karibuni Ahlus Sunna, tujumuike pamoja katika kutekeleza ibada tukufu, lakini na tukukamilishie ziara yako kamili. Haya huyapate katika taasisi nyingi, lakini yetu tumejipanga katika mambo hayo. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ndugu mahujaji, katika ziara yetu muhimu hii ya mji huu mtukufu wa Taif, miongoni mwa ambalo tumelijia ni kuja kumzuru huyu bwana ambaye amezikwa hapa. Ili unaliona eneo lozungushiwa hili, ndani yake mna kaburi. Kaburi hilo ni la Abdullah ibn Abbas, ni mtoto wa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ni ibnu ammi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye amezikwa hapa. Huyu historia inasema yeye amezaliwa miaka mitatu kabla ya hijra, yani kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia mji wa Madina, na Bwana Mtume amefariki akiwa bado ni mdogo. Ukichukua miaka mitatu na miaka 9 ambayo Bwana Mtume kaishi mji wa Madina, manake anafariki Bwana Mtume yeye akiwa na umri wa miaka 12. Lakini Abdullah ibn Abbas ni katika wale masahaba wanne wakisifika katika ilmu. Kuna Abdullah ibn Abbas, kuna Abdullah ibn Mas'ud, kuna Abdullah ibn Umar. Hawa walisifika kwa ilmu, lakini walisifika kwa uchamungu. Kwa hiyo bwana huyu tuliomjia, kwanza ni mwenye elimu, lakini la pili ni mcha Mungu, lakini la tatu yeye ni ibnu ammi ma'ar rasul, yeye ni mtoto na ammi, yani yeye na Bwana Mtume wameshare mababa zao. Baba yake yeye na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni baba mmoja. Manake hawa tunasema ndo kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule nyumbani tumezoea kuita sharifu, manake ni kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu aliyezikwa hapa ni katika kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu amepata mambo ambayo maswahaba wengi hawakuyapata. La kwanza alilolipata, kalipata dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimwombea huyu, alisema Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila wa tafasir. Kaombewa mambo mawili,
La kwanza apewe ilmu ya fiqhi, ai apewe ufahamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akaombewa awe mfasiri wa Qur'an. Huyu ana majina kama matatu, anaitwa hibrul umma, ai ndo chumbuko la elimu katika umma huu, ndo faqihi. Lakini vile vile anaitwa tarjuman, yeye ni mfasiri wa Qur'an. Kisoma katika historia, yeye kasoma kwa Bwana Mtume, lakini yeye kasoma kwa maswahaba wakubwa, kwa sababu mpaka Mtume anafariki yeye akiwa mdogo. Wanahistoria wanasema alikuwa anafika kukesha nyumba ya swahaba kwa kuisubiri hadithi moja. Mara moja alionekana kakaa, jua kama hivi linamchoma, kakaa mlangoni anamsubiri swahaba atoke nje ili aje amfundishe hadithi moja. Yani alikuwa ni mtu ambaye akienda kuitafuta elimu kwa nguvu zote. Mtu wa masahaba akamwambia, ya Ibn Abbas, wewe ni kizazi cha Bwana Mtume, kwa nini usiwaite maswahaba watoke huko waje kukusomesha wewe, manake wewe una utukufu? Lakini akamwambia, la, ilmu inafatwa bali haifatwi. Yani mtu hafatwi na elimu, bali yeye anaifata elimu. Kwa hiyo huyu alikuwa akienda kusoma kwa maswahaba, siku nyingine analala nje kwa maswahaba, asubiri asubuhi sahaba atoke ampe angalau hadithi moja katika umma. Na alhamdulillah, baada ya kukua, hakuwa mtu mzima sana, lakini wakati tayari kaanza kukua, yeye kaishi wakati wa Bwana Mtume, akaishi wakati wa Saidina Abubakar, akaishi wakati wa Saidina Umar, akaishi wakati wa Saidina Uthman, mpaka akaishi wakati wa Saidina Ali bin Abi Talib. Mpaka anaondoka Saidina Ali, yeye ndo akaja akaishia huku. Amefariki akiwa na umri wa miaka 68, Abdullah ibn Abbas. Lakini alikuwa wakati kijana mdogo akisomesha maswahaba wakubwa kwa ile elimu ambayo aliokuwa nayo. Bali katika makubwa aliokuwa akiyafanya wakati wa Saidina Umar bin Khattab, Abdullah alikuwa akiingizwa katika majlisi ya wazee, mpaka baadhi ya maswahaba wakawa wanaona wivu, wanamwambia, ya Saidina Umar, huyu kijana mdogo vipi unamuingiza katika majlisi kubwa kama hizi? Aliwaambia, kinachomuingiza hapa ni ilmu yake, sio umri wake. Kwa ile ilmu aliyokuwa nayo, alisifika katika ilmu ya lugha, alisifika katika ilmu ya fiqhi, alisifika katika elimu ya tafsiri ambayo kawatoa wanazuoni wengi katika fani ya tafsiri. Mara moja kuna jambo kubwa lilitokea kwake yeye. Saidina Umar aliwakusanya maswahaba wakubwa mbalimbali, alafu akaisoma idha jaa nasrullahi wal fath wa raaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alafu akawaambia maswahaba, hemu nipeni tafsiri ya sura hii. Kila maswahaba akasema hii sura inaashiria dini ya Uislamu kuenea, dini ya Islamu, Waislamu wataingia wengi. Saidina Umar akamwambia, ya Abdullah, tupe tafsiri. Akasema hii sura ilikuwa inamaanisha kifo cha Bwana Mtume kimeshakaribia. Saidina Umar akamwambia, mmesikia tafsiri hii? Hii ndio tafsiri. Sasa nisiwanyime na viongozi wangu mkajifanya kutawala hapa, ndo kila kitu inatosha. Ali minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Haya. Haya. Aljahlu lidini almar'i narun yahriquhu walma'u lidhalika an-naru au walilmu ma'un lidhalika an-naru yutfi'uhu. Aljahlu, ujinga, lidini almar'i, kwa dini ya mja, narun, ni moto, yahriquhu, unaoiunguza dini yake, walilmu, na elimu, lidhalika an-naru, kwa moto huo, yutfi'uhu, huzima. Kwa hivyo hapa tunatakiwa, tunafunzwa tujifunze, kwa sababu hapa wanazuoni wanasema famadha ba'da albayadhi illa albaras, hakuna tena baada ya weupe mbalanga. Sheikh Kasim alishamaliza, kamuelezea kwa ufupi, lakini kafahamika. Kwa hivyo tutambue kwamba huyu bwana alikuwa ni bwana mkubwa, alimun min Quraishin mala atibaka al-ardhi ilman, ni mwanazuoni wa Kikuraishi, kajaza tabaka zote za ulimwengu nini? Elimu, kama ilivyokuja kwa Imam Shafi baadaye. Kwa hivyo nasisitiza tusome kwa mashekhe zetu, kwa sababu huyu shekhe umri wake ni mdogo,
lakini elimu yake ni nini? Kubwa. Na elimu inakuja kumnyanyua mtu baadaye katika umri wake. Raaitu al-ilma sahibuhu karimun walau waladathu aba'u liamu. Imam Shafi anasema nimeiona elimu mtu wake ni mtukufu hata kama amezaliwa na watu wakorofi. Walaysa yazalu yarfa'uhu, na elimu itaendelea kumnyanyua ila an, mpaka kufikia yu'adhima amrahu, kutukuza jambo lake, alqaumul kiram, watu watukufu. Kwa hivyo maswahaba walikuwa wanamtukuza Ibn Abbas, na yeye ilikuwa wanashika mkono wake wanaubusu, kwa sababu ni kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa anashika hatamu za mashekhe wake. Anasema hawa ni ahlul ilmi wal fadl, hawa ni watu wa elimu na watu waliokuwa bora. Kwa hivyo na sisi natakiwa tushike kamba ya nini? Ya elimu. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Hii safari yetu tumekuja kusoma, tunafanya hija, lakini wakati huo tunafanya nini? Tunasoma. Kwa hivyo taallam idha ma kunta laysa bialimin taallam fama al-ilmu illa inda ahli at-taallumi. Taallam fa inna al-ilma zainun li ahlihi wa lam tastati'u al-ilma illa tuallami. Taallam fa inna al-ilma azyanu bil fata. Kapambika sana Sayyidina Abdullah ibn Abbas kwa elimu yake, lakini taallam fa inna al-ilma azyanu bil fata min alhullati alhasna'i inda at-takallumi. Maneno yake alikuwa anayazungumza ni mazuri. Maana yake maswahaba walipoulizwa sura hii, kila mmoja anataka kuleta tawili, akasema mimi sioni isipokuwa kifo cha Mtume. Na hii ndo sura ya mwisho iliyoteremka katika Qur'ani, suratul Nasri, idha jaa nasrullahi wal fath wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ndo aya ya mwisho kabisa, na aya iliyomalizia hukumu zote za Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ilishuka katika siku ya Arafa. Kwa hivyo tushikamane na elimu, tuwapende wanazuoni, tuendelee kusoma mpaka kufa kwetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wal afwa minna wa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.